Tulimwomba Mwenyezi Mungu atupe kiongozi aliyekuwa bora, sio bora kiongozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukubalia na ametuitikia dua zetu, walillahi alhamdu. Kiongozi aliyerejea madarakani mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwa mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia dua tulizoziomba kwamba Mwenyezi Mungu atupe kiongozi atakayeliongoza taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ni kiongozi bora na mwenye nia thabiti katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hilo tunasema ni la msingi. Uchaguzi umekwisha, maisha yanaendelea. Tuvunje tofauti zetu, tujenge umoja wetu, tuamiliane kama tulivyokuwa tunaamiliana, tuishi kama Watanzania, lakini tuishi kama ndugu moja, watoto wa Adam na Hawa. Si vyema kuona leo kwamba bado kuna dosari ya viashiria vya uvunjifu wa amani. Tena viashiria hivi vikifanywa tena, la kushangaza na la ajabu zaidi, na baadhi ya mabaraza ya kidini au taasisi za kidini, kwa kuandaa waraka, kuandaa tamko, kutoa maelekezo kwa serikali. Mimi nasema hili sio sahihi na huu ni upotoshaji, kwa sababu dini ina mwongozo wake kwa mujibu wa vitabu vyake, na serikali ina mwongozo wake kwa mujibu wa katiba yake, na hata bunge lina mwongozo wake kwa mujibu wa mwongozo wa bunge, na vyama navyo vina mwongozo wao kwa mujibu wa utaratibu wao vyama vilivyojiunga. Sasa leo viongozi wa dini kuingilia uongozi wa mamlaka, kwenda kutolea matamko, manyaraka, tukaacha shughuli zetu za kuamrisha waumini wetu wajikite katika dini, wajikite katika kuienzi amani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajikite katika kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Tukaingilia shughuli na mamlaka ya serikali, ambapo mamlaka ya serikali haiongozwi na Biblia wala haiongozwi na Qur'ani, inaongozwa na katiba yake, na kwa mujibu wa katiba serikali haina dini. Sasa ndakushangaa wewe kiongozi wa dini ukatoa amri na vitisho na maelekezo kuelekeza serikali, wewe utakuwa ni chanzo cha vurugu, chanzo cha uvunjifu wa amani.